Naam, asante sana mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47KE @paukirobi. Tuandamane hadi tamati. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuanzie huko maeneo ya Kisii. Kama nilivyokuwa nimekujuza hapo mwendo wa baadaye kwamba chama cha Orange Democratic Movement ODM hii leo kimeanza rasmi misururu ya maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwake. Kwa hafla ya kwanza iliyofanyika katika uwanja wa Gusii katika kaunti ya Kisii, mamia ya wafuasi walifurika uwanjani, wengine wakilazimika kulala ndani ya uwanja huo usiku kucha ili kushiriki hafla hiyo ya kihistoria. Mistari mirefu ya watu waliokuwa wakisubiri kuingia ilishuhudiwa mapema alfajiri. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Kombo Alfayo ambaye anatujuza mengi zaidi akiwa katika uwanja wa Gusii. Kombo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu kuhusiana na maadhimisho haya ya miaka 20 ya chama cha ODM katika uwanja wa Gusii. Ni viongozi wapi ambao wanatarajiwa kuhudhuria? Naam, asante sana Paul Kirobi. Nipo katika uga huu wa Gusii ambapo baadhi ya viongozi wa chama cha ODM kama vile gavana kutoka kaunti jirani ambaye ni Gladys Wanga, akiwemo yule wa kaunti ya Migori, kaunti ya Kisumu, kaunti ya Siaya, ndio baadhi ya viongozi tu ambao wanatarajiwa kufika saa katika uwanja huu. Ukiangalia kama kigepu changu akiweza kutuonesha upande wa wangu wa kushoto, tayari majukwaa yote yamejaa pomoni. Uga huu wa Gusii tayari umejaa, na wapo wengine mamia ya wakazi bado wapo nje wanajaribu kupata fursa yao kuingia katika uga huu wa Gusii. Kumbuka kwamba mengi yameweza kuzungumzwa kuhusiana na chama hiki hasa katika uwanja huu wa Gusii. Tutakuwa nakaribisha baadhi ya wakazi ambao wamejitokeza hasa siku ya leo kufika katika uga huu. Kumbuka kwamba wakazi kutoka kaunti jirani Migori, Siaya, Homa Bay pia wao wamejitolea kufika hasa katika chapter hii ya kusherehekea miaka 20 ya ODM hasa katika uga huu wa Gusii. Tutakuwa naanza na wewe ukisonga hapa mbele. Jina lako ni nani? Pengine ukitazama runinga tuambie hisia zako ni zipi hasa siku ya leo, na ni kipi ambacho kimekufanya wewe uje katika uga huu wa Gusii? Majina yangu naitwa Jared Chimba Omoi. Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Leo nimekuja hapa kwa ajili ya kwamba ODM tunakuja kuisherekea kwa miaka 20 ambao imekaa katika mji wa Kenya mzima na Kisii area. Ndio maana tumekuja hapa kusherekea siku ya leo, na bado tunatarajia mzee afike ndiye atuambie baada ya miaka 20 anatukatia keki ama tukati keki. Ndio maana tumekuja leo mara hapa tunasherekea kwa ajili ya kukaa ODM kwa miaka 20. Wengi walitarajia kwamba kumekuwa na mvutano. Mara ya mwisho wakati Raila alikuwa katika uwanja huu kulishuhudiwa vurugu, watu walipiga kelele. Je, kutakuwa na utofauti katika siku ya leo? Vile ninaangalia siku ya leo, wakati baba alikuwa wakati mwingine vurugu ilionekana, lakini ukiangalia leo vile mambo yapo, mambo si mazuri sana kusema ukweli. Ukiangalia kuna watu wengine wako na mavimbo, wengine wakiambiwa ODM wengine waongei. So ni kama vile leo baba akifika huenda akiongea vibaya maybe kuna vurugo, lakini baba akiongea kuhusu mambo ya ODM siku ya leo nafikiria usalama itaonekana, lakini akiongea kando na ODM huenda kuna vurugo itaonekana leo. Asante sana. Pendo utasimama tu hapo kidogo. Wewe je, kama mkazi uliyeweza kufika katika kaunti, unahisi vipi kuhusiana na siku hii ya ODM kwa miaka 20? Okay, kwa majina naitwa Duncan Mondi Tieno kutoka Migori County. Lakini kwa maisha yangu sana nimekaa hapa Kisii. Kwangu binafsi kwa hii siku ya leo tunasherehekea miaka 20 ya ODM. Kwangu mimi bado nasema siku nzuri tena siku baya. Iwapo chama cha ODM kuna vitu mingi wanafaa wafanye so far, kuna vitu mingi wanafaa wafanye ndiposa watu waendelee kumpenda vile ambavyo walimpenda wakati walianzisha. Leo tunasherehekea miaka 20 kwa ODM kukaa hapa Kenya, na ni party ambao kila mtu amejua, hata mtoto aliyezaliwa miaka jana amejua kwamba kuna party inaitwa ODM. Lakini swali ni je,
kwa hizo miaka zote 20 ni yapi wameyafanya mazuri na ni wapi wamekosea. Iwapo kuna makosa wamefanya kwa hizo miaka zote, inafaa warekebishe ndio watu waendelee kuipenda vile walivyoipenda wakati ilianza. Iwapo kuna mahali walifanya vizuri, waendelee kufanya vivyo hivyo ndio watu waendelee kuipenda kabisa. Naam, asante sana hapo Kirubi. Kumbuka kwamba ni miongoni tu ya maelfu ambao wamejaza uga huu wa Gusii. Utadhani kwamba ni siku kama ambayo timu ya Shabana imekuwa ikicheza ugani humu. Wafuasi waliofika hapa wa ODM wamejaa pomoni hadi katikati ya uga huu wa Gusii kama unavyoona nyuma yangu, na wengine pia vile vile wameweza kusimama katika lango. Ni muda tu kutoka sasa, baadhi ya viongozi wawakilishi wadi wameshafika, wabunge wameshafika. Kinachosubiriwa tu ni gavana wa kaunti akiweza kufika katika uga huu pamoja na kinara wa ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga. Watu wengi wanatarajia ataingia vipi katika uga huu. Kumbuka kwamba mara ya mwisho wakati alikuwa katika uga huu wakati wa uzinduzi wa klabu ya Shabana au mwaka uliopita, sare zile za Shabana aliweza kupigiwa kelele, mengi aliweza kushuhudiwa, na wengi wanasubiria kuona hajaweza kufika katika uga huu mpaka sasa. Ni mara yake ya kwanza kurejea katika kaunti ya Kisii. Wengi wanatarajia, je, atakuja vipi katika uga huu, na je, mapokezi yatakuwa vipi? Ni hayo tu, lakini kumbuka kwamba tutakwenda kutaarifu katika taarifa zetu za baadaye hali ilivyo katika uga huu wa Gusii. Sina la ziada ila kurejesha uskani kwako studioni. Langu jina ni Kombo Alfayo kutoka uga wa Gusii. Naam, asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika uga wa Gusii, na ambapo tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Nitakuwa na kujuza hapo mwendo wa baadaye. Asante sana Kombo Alfayo kwa kutuarifu ni kipi ambacho kinajiri maeneo hayo.